Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Jambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa uko mzima wa afya, na wakati kama na huu huko kando kando radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozile, upande wa pili na Sadone kijana Jean Makelele Ekala Jaden. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, hebu tupate habari muhimu leo hii ambaye nampisha mwenzangu Nikodem Kashindi kwa habari hizo muhimu. Asante sana Omari Makelele Ozile kwa fursa hii ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu asubuhi ya leo. Ni kwamba tutafungua pazia na habari za hapa nyumbani Baraka. Bwana Albert Tunda Maisha amechaguliwa kwa mara ya pili sasa kama mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive kwa Kifaransa ndani ya mji wa Baraka. Hivyo ni kupitia uchaguzi uliofanyika siku ya 5 hii ya tarehe mosi mwezi wa 3 mwaka 2024 ndani ya chumba cha mikutano cha Moyo Safi wa Bikira Maria katika mji wa Baraka, mbele ya waalikwa wa tabaka mbalimbali akiwemo meya makamu wa mji huu wa Baraka Bi Emerite Tabisha Mongelwa. Na huko Misisi ni kwamba mchimba dhahabu mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa miaka takriban 27 amefariki dunia kwa kuangukiwa na jiwe kubwa usiku wa kuamkia siku ya 5 ya wiki tunayo katika kijiji hicho cha Misisi ndani ya sekta ya Nganja tarafani Fizi. Ripoti ya mwenzetu Masemo Balole Valente bila shaka itaangazia kwa kina katika uchambuzi wa habari zetu asubuhi hii. Na huko Sange, gari za uchukuzi wa watu pamoja na mizigo pamoja na zile kubwa kubwa za kibiashara zimeripotiwa kuanza kupita kwa kugabiziana wateja hima jonction kwa Kifaransa kwenye maeneo ya Sange, na hivyo kuwezesha usafiri wa Bukavu Uvira kuanzishwa kwa mwendo wa kobe ndani ya bonde la mto Ruzizi tarafani Uvira kwenye barabara namba 5 ya taifa. Hatimaye katika habari za kitaifa ni kwamba makamanda wa jeshi mkiwemo yule wa Afrika Kusini, Burundi pamoja na Malawi na huko Tanzania wamewasili mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini Alhamisi ya tarehe 29 Februari mwaka huu, huku wakipokelewa nao viongozi wakubwa wa kijeshi wanaosimamia kwa sasa jimbo hilo la Kivu Kaskazini. Ni hayo tu kama habari muhimu. Mwenzangu Omari Makelele Ozile. Asante sana Nikodem Kashindi kwa habari yako hiyo muhimu. Kwa sasa tuangazie uchambuzi wenyewe wa habari kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba kundi linalosapoti mbunge wa taifa Nyamangyoku Ishibwela Obed limeendesha kikao kwa lengo la kuchagua kamati mpya itakayotumika kwa muda wa miaka 5. Kikao hicho kimefanyika Ijumaa ya tarehe mosi Machi 2024 ndani ya eneo la Isefeki mjini Baraka. Akizungumza na redio yako Bwana Kashindi Michele, coordinator wa kundi hilo linalomuunga mkono mbunge wa taifa Nyamangyoku, ameanza kwanza kuonesha lengo kuu la kuandaa kikao hicho kama alivyoeleza mbele ya microphone ya mwenzetu Safari Alimasi. Tulikuja kufanya kikao, na hicho kikao kweli kilikuwa kinahusu kuandaa vitu mapema. Juu watu wanasema kwamba chakula cha safari huwa kinalala kinaungwa, ina maana unakiandaa mapema. Tulikuja kupanga kamati ya coordination yetu. Donc ile coordination ni coordination territoriale ambayo ni haute coordination na basse coordination, juu ya mikakati ya kuandaa tere vizuri na kila kitu kikae vizuri. Tunahitaji watu kujiunga
kwa sababu bientôt tutakuwa na ofisi yetu na tutahitaji watu kujiunga. Kuna mikakati mingi ambayo tutafanya. Tukisema mikakati, na maanisha kwamba kuna mipango fulani ambayo itafanywa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaencadre watu, kwa sababu kama deputy akipita anapita ni kwa sababu ya watu ndo wanamtuma, na inabidi waone kazi ya deputy mu watu. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba watu kujiunga, milango itakuwa wazi. Tutafanya tena lancement, Mungu akitusaidia, na vyombo vya ulinzi vitajua, kila kitu kitajulikana. Kwa hiyo tuko hapa juu ya kuhakikisha kwamba tunaandaa tarehe mapema. Na mwisho naweza nikasema kwamba mzee iko na grupe za mingi, iko na grupe Izone, Jose Defi, kuko Kane, kuko Ligue des Femmes, kuko Sage Visionnaire, na hii grupe Nyamanyoko. Na maanisha kwamba hii ni grupe mojawapo kati ya grupe za mzee. Raia wa Baraka tunawashukuru tu, tunaendelea kuwashukuru kwamba wanaendelea kusapoti mzee, na mzee anasema kwamba iko karibu na ana moyo mkunjufu sana kwa raia ya Fizi. Hata hivyo, wanamemba wa kundi hilo hawakuficha furaha yao, huku wakiomba kwa raia wengine wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kujiunga kwa haraka, kwani mazuri ni mengi kama walivyoeleza. Okay, merci. Kwanza nimekuja hapa kuhudhuria ama kurepondre kuito ambayo tumepata sisi kama vile wa membre wa groupe de soutien Nyamangyoku. Tumekuja kuhudhuria ama kuassiste ama kurepondre ku invitation ambayo tulipata na coordination ya groupe de soutien Nyamangyoku. Kitu kimenivutia ni kimoja tu, kwa maana hii groupe haikuanza leo, ilianza tangia zamani. Ila kitu kimenivutia ni kupangilia sasa mipango kwa ajili ya kuprepare année électorale 2028. Hicho kitu kimenivutia sana na ndio objectif ya kuwa na kitu kama hichi. Bon, message ya kuadresse kwa bandu wetu mwenye walibakia kwa nyumba haiwezi kukosekana, na tulitaka tu kuwaambia kwamba sisi tuko tayari na tumeishaanza kuinitie ama kuforme magrupe ama makushe zenye zitaakompanye honorable mu année 2028, waje watuunge ili kutayarisha kabla muda haujafika. Mimi ni mojawapo wa sapoti ama watu waliomsapoti honorable Nyamangyoku Obedi wakati wa kampeni, na ninapatikana kwenye kikundi kinaitwa Groupe de Soutien Nyamangyoku. Hiki kikao kimenifurahisha zaidi kwa sababu kwanza ni kikao kinapeleka jina ya mzee, sababu miaka yote ile alipostile pasipo kupita, ni kusema hiki kikundi kilikuwa bado hakijakuwa. Na hapa kilichonifurahisha ni kwamba tumekamata azimio kwamba lazima tumpitishe mu 2028. Ningeambia watu wote kwamba tujiunge ndani ya kikundi kia Groupe de Soutien Nyamangyoku kwa sababu ya kubeba territoire yetu ya Fizi, sababu ni mtetezi mkubwa, na tuhakikishe tunampitisha tena muhula mwingine. Napatikana hapa kwa honorable Nyamangyoku, tuko na karenyo kuwakilisha watu. Renyo tunayua kampanye iliisha, lakini sie kwetu ni mwanzo, kwa sababu tunaanza pangilia sasa 2028. Mimi naanza kwa tunaambia watu karibu sana, tukaribiane, tukue pamoja, wakiwa wajiunge na sie kwa wingi, kwa sababu mzee wetu ni mzee wa maendeleo na ni baba wa Tusalie tu katika mji wa Baraka, ni kwamba uchaguzi wa kuchagua kiongozi mpya wa shirika la raia Fox Vive umeendeshwa hii siku ya 5 ya tariki mosi Machi 2024 ndani ya chumba cha mikutano Moyo Safi Bikira Maria mjini Baraka, ambako tabaka mbalimbali za watu waliweza kushiriki, akiwemo pia meya makamu wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha Mongelwa. Mwenzetu Bi Grace Pascal aliweza kushiriki pia katika sherehe hizo, na hii hapa ni ripoti yake. Kwake Albert Tonda Maisha, kiongozi wa shirika la raia Force Vive aliyeongoza muda wa miaka mitatu, ameanza kwanza kutoa baadhi ya kazi walizozifanyikisha ama bila kwa muhula wao. Mwi miaka tatu biro ya Societe Civile ilifanya visit 226 polisi. Fulani wetu alifungiwa, mngeenda kwanza vraiment banamuonea, twende kwanza. Mnafika kule, ni juu ya nini? Ni juu ya hivi? Hapana, mnamuonea ule mtu anafunguliwa. Njoo hivi? Hapana, huyu mtu vraiment iko hivi, abakie. Ensemble ile yote ni tuliendeaka ku polisi mwi miaka tatu. Zilikuwa vizite 226, na mwa hizo vizite 226 tuliwahi kuresir
kufungulisha watu 73. Kwa FARDC tulifanya visite 28 na tuliresir watu 12 kuachililiwa mwa ile kazi kwa FARDC. Ku parquet tulifanya mavizite 66 na tukaresir mwa ile kazi watu 32 kutoka. Muisikie hivi lakini haiko rahisi. Wale watu ku parquet tuliresire kutoa watu 32. Aktivite nyingine ambayo tuliendelea kushukuru parquet mwa hii muda, kwa sababu ni parquet tu ndio iko amezire ya kufanya ma control na ma visite ku kasho. En collaboration avec parquet tulikuwa naenda kusolicite parquet ma visite yake banatu associer. Mwile collaboration tulifanya visite kenda pamoja na parquet. Na mwa ile visite kenda watu 23 wanaume walifunguliwa na watu 7 na wanawake 7 walifunguliwa. Kwa umoja mwa hizo visite kenda watu 13 ndio walifunguliwa mu collaboration pamoja na parquet mu jiji la Baraka mwa hii muda wa miaka 3. Mambo ambayo kidogo ambayo tumefanya na wa collaborateur ndio kwa parmi watu ambao walichangia mawazo ili tufanye hizi action 2-3 zenye tutasema hapa, ni wenzetu wa societe civile ambao wako pale na wengine wako kule nyuma. Ni kuendelea kuwashukuru na kusema haya mpresence yao kwamba haikuwa kazi rahisi. Kupitia wao tulifanya desobedience fiscale ya miezi 3. Tulianza le 12 février 2021 mpaka le 18 mai 2021, miezi 3. Hakuna service yote ile ya leta ambayo ilikamata pesa kwa raia. Tulikuwa naomba juu ya barabara itengenezwe. Uvira Fizi ilikuwa kama vile kaburi. Na mwa ile muda iliomba wadepite waje, tulifanya vikao pamoja na wenzetu kutoka eneo zote. Pemba iliguswa kidogo na Luanga iliguswa kidogo, na mwa hiyo vikao maire de la ville akajiangaje kwamba na yeye kama vile meya wa jiji atatengeneza madame. Ndio wakati madame gari ziko napita mkiwanja ya view inaenda. Megrasi ya ile desobedience ambayo tulifanya pamoja na wenzetu, meya wa jiji alijenga d'urgence ile kilalo ya madame, na ile ilikuwa produit ya desobedience fiscale ambayo leo waaktere wote wa societe civile ambao walikuwa mwa ile action, hakuna mwanaweza kusema kwamba jasho na kazi ambayo tulifanyia raia kwamba ilienda bure. Hapana. Baada ya hapo, napenda nikamate ya kabambi zaidi muda mrefu ambayo tulikuwa na unyanyaso muda mkubwa wa OPG 12 wa uongo ambao walikuwa wanatumikishiwa kuparke mu territoire ya Fizi. Tulibakia chini na wenzetu wote ambao wako hapo na wengine wako kule, tunakuja kusema kwa nini trakaseri ziko nasemewa sana kuparke. Tunakuja kuangalia na kwa leo kwa ufupi wale wa OPG wote 12 walitolewa kwenye parke, na leo mu territoire ya Fizi tulikuwa na procureur na chef du parquet na tulikuwa na magistrat umoya. Leo kwa taarifa yenu tuko na procureur mwenye tuko naye leo, na tuko na magistrat 4 tulitumiwa juu ya kupenda kupata suluhisho ya wale wa OPG wa uongo 12 ambao walikuwa na nyasa raia. Ukifika ni kaofisi kadogo, lakini ukifika utakutana kanafanana kaofisi kabisa ambao kanasimamia raia. Sio kwamba ni pesa zangu zake ni nyinyi, na ile tunawashukuru. Na kamati ambayo itaingia hiyo kwamba watakutana ofisi kuwa bure, watakutana ofisi iko pale haina deni na vifaa vyote viko pale na vitafanya kazi inaostahili. Asante. Kisha kuchaguliwa kwa mara ya pili Albert Tondamaisha, hii ni baada ya kumzidi mpinzani wake kura 49-5, na ambaye mpinzani wake alikuwa ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Kiongozi huyo ataja kuendelea na kazi yake kama ipasavyo, huku akidai kusacrifice maisha yake kwa raia wa jiji la Baraka.
Kazi yetu ya kawaida ni kutetea raia na kuangalia gisi ya kupiganisha masilahi ya raia isinyanyaswe, na vile vile kuna mambo mengi ambayo itaomba kutumika ambayo haikutumikiwa kama vile mambo ya RN5, mambo ya tracasserie routière, mambo ya tracasserie ya maservice de l'etat na mambo ya development na securite ya jiji la Baraka. Ni priorite de priorite ambayo tunapaswa kupiganisha mwa hii miaka 3 ambayo tumepewa tena na wengine ambao wameongeza. Wazia kwamba niachie hapo, lakini raia wenyewe wamesema haiwezi wezekana uachie hapa, kama vile sheria ingana kupatia muda wa muhula mwingine moja, basi kazana. Nilitaka kazana kuacha, lakini iliomba tu nifuate yale raia ambayo yamekazana, na ni kweli wameonyesha kwamba wamenipatia confiance, na ndio kwa sababu nimechaguliwa. Raia wategemee kwamba ni kazi ni ile ile, ni kwenda mbele kabisa, na itaomba kabisa tufanye kazi kwa umoja, na hatutaweza kuifanya tukiwa tumetenganishwa na tumekuwa tumejitenga. Hapana, nategemea sitaweza mimi mwenyewe, tumechaguliwa watu wengi na tutakuwa pamoja na raia na watu wengine ili tufanye kazi kwa umoja juu ya maendeleo na usalama wa jiji la Baraka. Ni kazi yetu, cohabitation pacifique, resolution de conflit, ni kazi yetu ya kawaida kama vile shirika raia, na hatutaendelea kuiacha kwa sababu hakuna maendeleo na hakuna usalama kama watu wanaendelea kubaguana. Ni jiji, haiko jiji ya watu fulani, jiji ya watu wote, na kila mtu ambaye yuko na kila anaweza kuleta au kufanya katika jiji la Baraka hakupashi kuwa kizuizi na hakupashi kuwa ubaguzi. Ujumbe kwa raia wajue kwamba kamati mpya imeenea na biro ya etika deontology imekuwepo, na karibuni tutafanya mauchaguzi katika makartie na maaveni na makomposante zingine itaomba zikuwe mkazi, na raia wenyewe wataona gisi kazi itafanyika kwa ajili yao na kwa ajili ya maendeleo ya jiji la Baraka. Mwishowe, meya makamu Bi Emeriti Tabisha Mwongelwa amtaka Albert Tonda Maisha kutumika kwa maslahi ya raia, hasa kuweka suala la usalama kuwa kipaumbele, kwani ni jambo la watu wote kujumuika. Hawa ambao wamechaguliwa wana kazi ngumu. Kazi ngumu kwa leo, tuna hali ya usalama ambayo inayumba, na kwa sababu societe civile makomposante zake zinabeba vijana wengi, na vijana ndio mboleo, lakini tena ndio mahali ndio richesse ya mambo yote. Kwa hiyo wana kazi nguvu ya kusaidia kukazia usalama na tupate amani, wasikumbwe na mambo ambayo yanakuja kuumiza na kutokuboresha usalama. Hiyo ni kazi nguvu kwa leo. Na ya pili, mwingine una umaskini na ukosefu wa chakula. Kwa hiyo raia inalima, na ni wao au societe civile wana kazi pia nguvu ya kusema usalama. Pia njaa ni tawi kubwa la usalama. Bunduki yuko, lakini njaa nayo pia iko. Wapiganishe umaskini na watu wapate chakula. Zamani wakati sisi tulikuwa tunasoma, ulikuta uko wewe peke mkolektivite mzima ndio unapata diplome d'etat, wengine wachache ni wadeka. Leo universitaire wako wengi Mubaraka. Naona sasa wako wapi? Hata hii election hapa nilikuwa naangalia, nasema wako wapi? Wamemaliza masomo universitaire. ISTEM kila mwaka inatoa, ISP kila mwaka inatoa, ISC kila mwaka inatoa, ISDR kila mwaka inatoa, ILB itatoa nayo. Wako wapi? Si waone hapa. Societe savante iko composante ya societe civile, mais si waone wanafanya nini na zile diplome zao. Nani anarudisha mwanamke nyuma? Inakuwa kama vile ni ulizo kubwa ambao wanamke wajiulize na wavae juga, wajipe nguvu na wajipe moyo, na ambao wanaume nao wajiulize na wawe msaada kwa wanamke. Raia wa jiji wa Baraka, mahabari ambavyo hamuvitoe kwenye serikali vinaleta vurugu bure, zinaleta mizozo bure. Usalama, mtaalamu mkubwa amesema, hauwezi kuletea raia usalama, hauwezi kuletea watu usalama. Watu wanajifanyia usalama. Hauwezi kuendelesha kuleta development kwa watu wanajidevelope wao peke. Jielekeze huko Misisi ni kwamba mchimba dhahabu mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa miaka 27 amefariki dunia kwa kuangukiwa na jiwe kubwa usiku wa kuamkia siku ya 5 ya wiki hii ya tariki mosi Machi 2024 kijijini Misisi, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Mwenzetu wa huko Misisi Masemo Balole Valente ametuandalia ripoti ifuatayo. Mchimba madini mmoja fariki maeneo ya Kilima Ndende ni hapa kijijini Misisi usiku ya kuamkia tangu hii siku ya Ijumaa tarehe 1 Machi mwaka 2024. Bwana huyu
alikuwa mwenye kupumzika ndani ya shimo ya kuchimbia dhahabu. Moja kwa moja jiwe lilitoka juu ya kilima na kuweza kumsaga kifua na hapo kuweza kupoteza maisha yake. Akijulikana kwa jina la Mwalimu, mwenye umri ya miaka 27 hivi ya kuzaliwa, alikuwa akitumika kwenye shimo moja la kuchimbia dhahabu yake Bwana Buda. Tumeenda kuhojiana na baadhi ya wachimba madini tuliokutana nao, waliweza kutuhakikishia taarifa yenyewe. Huyu bwana alikuwa mshimu, Bwana Mwalimu alikuwa mshimu, alikuwa anatumika kazi mshimu ya Buda. Alikuwa anachimba oro, ndio alikuwa anachimba oro mule mshimu, alikuwa anapumzika keleke pale hivi. Alisema akukonekana hata gisi kwenye kulianguka ile jiwe, lakini briskema tu akashangaa jiwe, batu wakashangaa jiwe kaanguka na ikamwangukia directement na mtu akakufa directement pale. Mimi depuis nilikala hapa siaona hata mtu mmoja wa serikali, labda kama batakuwa nyuma yangu wala balikuwa mbele sijue. Kumbuka ya kwamba vifo vya namna kama na hivi, vikiwemo vile vya kuweza kukosa pumzi na kuweza kuangukiwa na vifusi vya udongo, vinaendelea kupiga fora mara kwa mara bila kuweza kupata ufumbuzi hapa kijijini Misisi. Nikiripoti toka Misisi tarafani Fizi, sekta Nganja, Masemo Balole Valente kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Tujelekeze huko Sange. Ni kwamba gari za uchukuzi wa watu pamoja na mizigo pamoja na zile za kibiashara zimeanza kupita kwa kugabiziana wateja au jonction kwa Kifaransa kwenye eneo la Sange, na hivyo kuwezesha usafiri wa Bukavu Uvira kuanzishwa kwa mwendo wa kobe ndani ya bonde la mto Ruzizi tarafani Uvira kwenye barabara namba 5 ya taifa. Kwake Kidumu Filemo, mkuu kiongozi wa shirika la raia tarafani Uvira Pasange, ameonyesha kuwa hatua inayofanywa kwa sasa sio ya kudumu, kwani kwa wakati wowote barabara inaweza kuharibika kama alivyoeleza. Unajua katika sehemu mbili, sehemu ya kaskazini unaelekea ngambo ya Bukavu na sehemu ya kusini unaelekea ngambo ya kwa mji wa Sange tujua. Yaani kilalo Kakenge na kilalo Shange ndio imebomoka. Yaani zile madeviation ndio zimeenda kuharibika. Sasa wametumia sehemu ya Kakenge katika ile hali inakuwa ya kutumika tu juu ya kufasilite magari. Yaani kutia udongo na wanausindiria katika majiwe kusudi tu gari zipite. Sio kama wametumika vya kudumu hapa. Na hapa kwa sasa wako wanatumika sehemu za mto Sange, ndio kwenye mashini iko na panga maudongo ya vile kusudi waangalie kama magari zinaweza kupita. Na sisi tumewaomba wa ramble ile nafasi, yani wajaze ile sehemu ambayo tu iliendaga na ni sehemu ambayo udongo umeenda, sehemu ya ngambo ya kusini mwa kilalo kile. Na wajenge msingi ile ya kuzuia maji isipeleke tena ile udongo. Ile ndio hali ambayo tunawaomba, magari zote zinaweza zikapita. Wao wako wanasubiria, wanasema wataanza hii juma ambayo iko inakuja, na sisi tunawangoja kwa sababu ni yake ambayo tunaomba. Haturiziki kabisa, hakuna kurizika sababu hakuna hata ambayo tunaona. Kama wanasema hii ndio wanapaswa kufanya mwezi wa 3, mwezi wa 4 hatuwezi kuweko. Kawaida ni kujaza tu sehemu ile ambayo imekwenda na kuangalia jinsi ya kufunga vyuma vile ambavyo wamekuja kuviweka. Hiyo ndio hali ambayo inaweza saidia. Wametuambia kwamba vyuma viko Goma. Ni lazima serikali jishughulishe kwa kuleta vyuma kama jinsi wamefunga kwenye kilalo Kalimabenge, na vimeenda vizuri. Sehemu zingine zote 7 wangefunga vivyo hivyo, mambo yamekuwa afadhali kwa bonde la mto, sababu kutokea Luvunge kunakuwa na vilalo 7 ambavyo vinakuwa na shida kwa sasa. Upande mwingine, Kidumu Filemo ameonyesha kuwa usafiri unaofanyika unaweza kuwa na vinyume vingi kwa wasafiri, hasa endapo serikali haitavalia njuga mapema swala hilo, kama alivyorejea mara tena alipokuwa akizungumza na mwenzetu Nikodem Kashindi. Ndio, kwa luru zinaweza zikapita, lakini mto tu ikiongezeka, kwa luru nazo haziwezi zikapita. Unajua mto ikiongezeka sio kama wanafanya kitu ambacho kinakuwa juu. Ni mule ndani ya maji ndio kwenye wanaenda wanatafuta, wanapanga sijui majiwe na kusema kwamba gari zinaweza kuwa zinapita hapa. Ile si hali ambayo ni ya matumikio, hapana. Wao hawataki kusikia. Sisi tunaongoja kwa juma ambayo iko inakuja
ili tujue ni nini ambayo tutaifanya kwa limoja. Magari yanapita yakifika sehemu za kusini mwa mto Sange, kuna sehemu ambapo kwa vijana sisi kwa initiative ya mwingine tumefunga umbao vidogo ili watu wanaweza kupanda na mguu. Ni kama vile wanapanda kabisa, nawe inaweza kuleta pia ajali. Wanafanya ile jonction, yani gari za kule na Bukavu zinabaki kule sehemu ya kaskazini mwa mto Sange, na gari zingine ambazo zinatokea ngambo ya kusini zinabaki pale. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, hivi sasa nampisha mwenzangu Sudi Valentine ambaye ametuandalia ya kutosha. Asante sana kabisa mwenzangu Omari Makelele Uzile. Leo katika habari za michezo tuanze ndani ya moja baraka, ni kwamba wiki ya 15 ikiwa ndiyo wiki ya mwisho ya michuano ya ligi ya nyumbani itapigwa ifikapo siku ya Jumamosi ya tarehe 2 Machi 2024 kwenye uwanja wa Maendeleo. Mapema sana majira saa 7 kamili za mchana, klabu ya AS Tombo watakuwa nyumbani kuwakaribisha CS Vijana Prestige, na mechi ya saa 9 kamili za jioni FC Mutula watapambana dhidi ya Nyota Club. Kwenye mechi hiyo kuna 99% kwa klabu ya Nyota de Baraka kuibuka na ushindi wa bila kazi yoyote ile, kwa sababu klabu ya FC Mutula siku hizi hawajiripoti kwenye uwanja ili kupambana na klabu pinzani. Tukiwa tu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na habari semazo kuwa mshambuliaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Fisto Mayele Kalala amewasilisha barua kwenye management ya klabu ya Piramide ya huko nchini Misri kwa ajili ya kuhitaji kusitishiwa mkataba wake. Vyombo mbalimbali vya habari kutoka Misri vimeripoti kuwa Fisto Mayele hana furaha kuitumikia zaidi klabu ya Piramide, na tayari mchezaji huyo ameshafanya mazungumzo na management yake ili kupata changamoto ya kuondoka katika klabu ya Piramide. Huku meneja wa mshambuliaji wa Piramide FC Fisto Kalala Mayele Nestor amesema kama mambo yatakuwa vizuri, basi Fisto Mayele atarudi tena nchini Tanzania dirisha kubwa la usajili, akitaja klabu ya Azam pamoja na Simba Sports Club zote zinamtazamia mshambuliaji huyo wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mshambuliaji wa klabu ya Al Nassr Cristiano Ronaldo hakuonekana kwenye mechi yao siku ya Alhamisi ya tariki 29 Februari mwaka 2024 wakati klabu ya Al Nassr walikuwa wakipambana dhidi ya Al Azam. Cristiano Ronaldo amepewa adhabu ya kufungiwa mchezo mmoja na faini ya euro milioni 245 mkato 764 kwa kosa la kushangilia kwa ishara ya matusi. Mashabiki wa soka wamemkosea vikali mshambuliaji Cristiano Ronaldo baada ya kuonekana akifanya kitendo kichafu wakati wa mechi huko nchini Saudi Arabia. Ronaldo anaichezea klabu ya Al Nassr alifunga bao la mkwaju wa penalti wakati timu yake ilipoishinda Al Shabab kwa mabao 3-2 siku ya pili ya tariki 27 Februari mwaka 2024. Baada ya filimbi ya mwisho, Ronaldo alionekana kikuna sikio lake huku akirudia kutembeza mkono wake mbele ya eneo la sehemu zake za siri. Kitendo hicho kilichoeleweka kama ishara chafu kilionekana kuwalenga mashabiki wa timu pinzani ambao walisikika wakiimba jina la mpinzani mkuu wa mwanasoka huyo Lionel Messi. Vile kitendo hicho hakikuweza kuonyeshwa kwenye televisheni, lakini kilirekodiwa na mashabiki waliokuwemo uwanjani ambao walishare video hizo kwenye mitandao ya kijamii. Tumalizie na habari za burudani. Ni kwamba ni miaka miwili sasa jiji la Baraka hakuna award yoyote ile inayofanyika. Kwa jambo hilo tunaomba wadau wa muziki na raia wa Baraka kutuunga mkono ili award zifanyike mwaka huu. Amesema hayo Kashindi Zawadi Nestor, mwenyekiti wa kamati ya Baraka Flavor. Akizungumza na Radio Kivu, Kashindi Zawadi amesema kuwa tunzo huwa zinachangia kwa kiasi kikubwa kupandisha level ya wasanii kama anavyoeleza. Merci sana. Bon, en fait, et d'ailleurs, kwanza de ma part, je suis un peu désolé. Kulingana, il fait 2 ans tu as organisé activité hata moya ya kusikana kupatia basani matronfe, alors que ni jukumu vile ya kamati ambayo inapaswa kufanya, lakini kikubwa zaidi kamati haiwezi kufanya ile organisation bila fond. Voilà, tunaweza lomba wakaaji wa Baraka na wenye moyo mwema vile wa partenaire wote ambao wanasutenire muziki wa Baraka waweze kutusaidia kwa mwaka huu ili mradi tuweze kuorganize ile activite. Ni activite zinakuwa zinasaidia sana bastar, kwa sababu kila star anafanya kazi na nguvu sana endapo anajua ke huu mwaka niko nawania kitu fulani.
Alors wakaaji wote wa Baraka watusutenire, wamenajere wote watusutenire, ba commerçant, ba politicien, tunalomba sapoti kwa kila mtu ambaye ana roho safi aweze kutusaidia mwaka huu. Naweka nukta kwenye habari za burudani na michezo. Asante sana Sudi wa Sudi kwa habari zako za michezo na burudani. Msikilizaji, endapo ndio unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari wa Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita benda 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tuangazie habari za kitaifa, na huko Goma ni kwamba makamanda wa kijeshi mkiwemo wa Afrika ya Kusini, Burundi, Malawi na Tanzania wamewasili mjini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini Alhamisi ya tariki 29 Februari 2024, huku wakipokelewa na viongozi wakubwa wa kijeshi wanaosimamia jimbo la Kivu Kaskazini. Safari Alimasi ametuandalia ripoti ifuatayo. Makamanda hao wa kijeshi walipokelewa na Luteni Jemedari Falsi Kabwe, pia naye coordinator operation za jimbo la Kivu Kusini na Kaskazini Meja Jemedari Peter Chimwami na gavana wa kijeshi kwa muda wa jimbo la Kivu Kaskazini. Makamanda hao wakubwa wa jeshi la Afrika Kusini, Burundi, Malawi, Tanzania na DRC watakutana kwa ajili ya kuunda mbinu mbadala za kivita ili kupambana na vikundi vya M23 vyenye kusapotiwa na nchi ya Rwanda. Mkutano huo ni mwendelezo wa mikutano ambayo ilifanyika siku chache baadaye. Tariki 25 Februari 2024, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alihudhuria kwenye kikao cha nchi za SADC, kikao kilichoendelea katika nchi ya Burundi. Rais wa DRC na wadau wake kama vile Lazarus Chakwera wa Malawi, Cyril Ramaphosa wa nchi ya Afrika Kusini pamoja na Evariste Ndayishimiye wa nchi ya Burundi walihudhuria kwenye mkutano huo wakiwa na viongozi wa DRC, wanamemba wa government ya Kongo na wakuu wa kijeshi. Juma moja baadaye, Rais Tshisekedi wa DRC, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Evariste Ndayishimiye wa Burundi walikutana tariki 18 Februari iliyopita huko Addis Ababa nchini Ethiopia kwa ajili ya kujadili kuhusu jumuiya ya SADC mashariki mwa DRC. Tuachane na habari hizo za kitaifa, tujelekeze huko Kamanyola. Ni kwamba jeshi la MONUSCO limeondoka rasmi ndani ya mtaa wa Kamanyola tarafani Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Sherehe za magabiziano na kutakiana kila laheri zimefanyika siku ya 3 ya wiki tunayo kati ya msimamizi wa MONUSCO Bintu Keita mchini DRC pamoja na gavana makamu wa jimbo hili. Katika mazungumzo na moja kati ya wanamemba wa shirika la raia pa Kamanyola aliyehifadhi jina lake, ametoa hapa maelezo. Kweli jana tumepata wajumbe wa jimbo na wajumbe wa Umoja wa Mataifa. Tukitaja jana tumemupata liwali wa jimbo la Sud Kivu Bwana Fisto Malago pamoja na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Mama Bintu Keita. Walikuja jana Kamanyola ili kufunga base ya MONUSCO, yani ile camp ya MONUSCO yenye iko hapa kwetu Kamanyola. Jana wamefanya hiyo, na katika kufunga hiyo base walikamata nafasi ambayo walikuwa wanatumikia. Base hiyo ilikuwa wakaikabidhi ndani ya mikono ya polisi, yani kuanzia jana polisi njo ilianza kubakia pale sawa vile watu beba tabakia pale biko wanafanya, na lengo kwao ya ile polisi ni kuendelea kubakia pale muda fulani ili waendelee kuboresha usalama hapa kwetu Kamanyola. Lakini sasa kwetu kama vile raia, namna ile tunaita impact au ni nini ambayo inaweza kuleta sawa vile mabadiliko wala vinyume kwetu. Tumeona kwamba kwenda kwa MONUSCO kwanza ni moja ya hatua ambayo government yetu imefanya, kwa kuwa MONUSCO ilikuya Kongo kusaidia Kongo. Yani hatungepashwa kuishi na MONUSCO miaka yote yani milele lakini wangipashwa tu siku moja kusema wanaenda na ni hapo gouvernement imeamua hivyo. Ila tunaomba government yetu
Tunaomba government yetu ichukue sasa ile madaraka, zile kazi zake za kuchunga raia na mali yake waifanye vizuri. Pamoja na raia tuendelea kuwaunga mkono ili ile ifanyike. Hata hivyo, huyu ameomba serikali ya DRC kuchukua sasa jukumu lake la kulinda usalama wa raia na mali yake kama alivyorejea mara tena. Isikue ile polisi wanaitia kwa ile basi kisha kesho ianze pia tena kunyanyasa raia. Kwetu haitatufurahisha ikiwa MONUSCO inaweza kwenda pia, lakini sisi wanamemba wa shirika za raia tumejiuliza maswali. Je, MONUSCO hivi imeenda? Kuna mambo mengi, malalamiko mengi tulikuwa tukiyapeleka kwenye MONUSCO ili ifikishie wakuu viongozi, lakini ile kituo inaonekana haiko. Ndio tunasema itakuwa je? Wengi wanajiuliza maisha itakuwa je? Je, hatutarudia katika maisha yengine moya hivi yenye wale ambao wanatulindia usalama wao wenyewe usababishe tena? Ile maswali wengi wamejiuliza, lakini tunajua kwamba government yetu ni government yetu yenye iko responsible. Tunaamini kwamba itaendelea kutufanyia usalama na wakongomani wataendelea kuishi vizuri katika amani. Ni hilo ndilo lengo, na tunaamini kwamba MONUSCO hata kama inaenda, kuna kwa zingine maagence za Nations Unies zenye zikingali ndani ya nchi yetu ya Kongo, nazo ni PNID, ASER, ile maorganization yote zikingali ndani ya nchi ya Kongo. Yani ni agence tu moja ndio imetoka, agence ya MONUSCO. Msikilizaji, hadi hapo mimi sina la ziada katika uchambuzi wa habari, na kushukuru msikilizaji ambaye ulisikunitegea sikio mwanzo hadi tamati, lakini vile vile sitokosa kushukuru jopo nzima waandishi habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Jina langu Omari Makelele Uzile, upande wa pili nilisona kijana Jean Makelele Ekalajade. Nasema asante na endelea kusikiliza matangazo yetu hadi hapo tamati. Nasema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.